Yes, karibu ndani ya 69 Sports na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo tayari kimeshaingia mazoezini kwa ajili ya kujiandaa na ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe hivi sasa ligi mbalimbali zimesimama kutokana na michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi. Hivyo basi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji wake ama nyota wao wote ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa wamerejea rasmi kambini kwa ajili ya kujiandaa na michuano mbalimbali ambapo Simba inashiriki. Kumbukwe Simba ni miongoni mwa timu ambayo inashiriki katika michuano ile ya Mapinduzi. Hivyo basi kuanzia hivi sasa mwalimu ama kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Steve Barker, ambaye ametambulishwa hivi karibuni atajiunga na kikosi chake kwa ajili ya kukifua na kukifanya kiweze kuwa tishio kweli kweli ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ikumbuke kiu kubwa ya mashabiki wa Simba msimu huu ni kuiona timu yao inafanya vizuri katika michuano ile ya kimataifa, kwa sababu malengo ya Simba kwa hivi sasa ni kutinga katika hatua ile ya nusu finali katika klabu bingwa barani Afrika, japokuwa hawajaanza vyema katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Simba hawana alama yoyote, hivyo waliweza kumtimua mwalimu wao na kumweza kumuingiza mwalimu mpya ambaye ni Steve Barker, ambaye anatokea kule Afrika Kusini alipokuwa anaifundisha timu ya Stellenbosch, na hivi sasa anakwenda kukinoa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo nyota wake wakina Joshua Mutale, wakina Mohamed Bajabir, wakina Anthony Mligo, wote hao wapo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kukifua kwa ajili ya kujifua kuelekea katika michuano ambayo timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba inaenda kushiriki. Hivyo basi na kuelekea katika dirisha dogo la usajili, mwalimu Steve Barker ataangalia yeye mwenyewe anaweza kumleta nani, ama anaweza kwa muda mchache ambao atakaotumia ama alivyokuwa anaifuatilia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo basi kama itampendeza mwalimu Steve Barker anaweza akaingiza maingizo mapya, na wengine anaweza wakaachwa katika dirisha dogo la usajili ambalo linaenda kufunguliwa mwezi Januari. Tetesi zinasema kuna baadhi ya wachezaji wengine wekundu wa Msimbazi Simba wakasajili mchezaji pale katika eneo la golikipa, kutokana magolikipa wake wote wawili. Golikipa namba moja hapa namzungumzia Musa Pin Kamara, ambaye anauguza majeraha yake hivi karibuni, na lakini pia siku za hivi karibuni golikipa mwingine Yakub Suleiman na yeye aliweza kupata majeraha pindi alipokuwa na timu yetu ya taifa ya Tanzania kule AFCON, na aliweza kupata majeraha. Hivyo basi inasemekana pengine wekundu wa Msimbazi Simba wakaingia sokoni kutafuta golikipa mwingine ambaye wanaweza kwenda naye katika michuano mbalimbali ambayo Simba inaenda kushiriki. Ikumbukwe michuano ya Mapinduzi kwa hivi sasa tayari imeshaanza kutimua vumbi, na wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza kwenda kufanya nini? Young Africans, Singida na timu zote zinazoshiriki katika kombe hilo la Mapinduzi, tusubiri na kuona, kwa sababu katika michuano hiyo ya Mapinduzi ndipo wachezaji ambao hawapati nafasi katika kikosi cha kwanza katika mabenchi yao ya ufundi ndio na sehemu pekee ya kuweza kuwashawishi walimu wao, kiacha katika vile viwanja vya mazoezi. Katika michuano ile ya Mapinduzi nao ni sehemu ya wachezaji kwenda kuonyesha namna ambavyo wanavyoweza kulisakata kabumbu. Tusubiri na kuona, kwa sababu vikosi ama mwalimu wa wekundu wa Msimbazi Simba Steven Barker tayari ameshaanza mikakati na zile program za kwa ajili ya kuwajenga wachezaji wake kimbinu, kiakili pamoja na kimawazo. Kumbuka kuna baadhi ya nyota wengine wapo katika majukumu ya timu yao ya taifa, lakini wachezaji ambao wapo kwa hivi sasa wanaendelea ama wamerejea sasa kambini kwa ajili ya kujiandaa na michuano mbalimbali. Malengo ya Simba ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kufika katika hatua ya nusu finali na pengine finali ya klabu bingwa barani Afrika. Wamemleta mwalimu mzuri, mwalimu ambaye
pengine anaweza kuja kuifikisha Simba katika nchi ya ahadi, kama ambavyo viongozi wa Simba pamoja na mashabiki wake wanavyoamini na kutembea kifua mbele kwamba wana timu yenye ushindani, wana timu yenye kuleta changamoto ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.